Tunaendelea na tunakumbusha tu kwamba kila tarehe 4 mwezi Disemba ni siku ambayo duniani iliwekwa kwa ajili ya kulinda uhifadhi wa wanyamapori, ikijulikana kwa Kiingereza kama World Wildlife Conservation Day, ambayo ilianzia kule nchini Marekani. Imekuwa ikiadhimishwa tangu mwaka 2012. Lengo lake ni kukuza uelewa kuhusu ulinzi ama uhifadhi wa wanyamapori, hasa wale ambao katika hatari ya kutoweka, lakini pia kudhibiti biashara haramu ama uwindaji haramu, biashara haramu ya wanyamapori. Lakini pia tunaambiwa siku hii kutakuwa na mkutano mkubwa ambao unakutanisha wadau katika sekta hii kujadili masuala mbalimbali, ikiwemo matumizi ya tafiti na teknolojia katika uhifadhi. Na katika kuzungumzia hayo tunaye hapa Sanjo Mafuru ambaye ni afisa mhifadhi mwandamizi kutoka TAWA, na pia Hilda, tunafahamu kwamba Azam TV imekuwa ikifanya shindano maarufu la Safari Challenge, ikiwa pia ni moja kati ya mambo yanayosaidia kwa kiasi kikubwa kukuza sekta ya utalii, lakini pia uhifadhi. Tutazungumza pia kidogo kuhusiana na hilo hapo baadaye, lakini kwa sasa tukianzia hapa studioni, Sanjo Mafuru, karibu sana kwenye matangazo yetu. Nashukuru sana ndugu yangu. Habari za TAWA bwana? TAWA ni salama, na atakaye na haje ndugu good luck. Naam. Pamoja na Hilda. Mambo ni mazuri kabisa. Na ni mambo gani hasa sasa hivi ambayo yanaendelea? Sasa hivi katika taasisi yetu, kwa maana mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, tupo na kampeni janja za kufunga mwaka. Okay. Unajua unahifadhi alafu pia unatumia watu wanakuja kutalii, wananufaika na shughuli za uhifadhi. Ndio. Kwa hiyo mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania kwa sasa imejikita katika kuhakikisha kwamba mwaka tunaufunga vizuri kwa kampeni mbalimbali, kutembelea maeneo yetu mbalimbali kuanzia pori la Akiba Pande, Makuyuni, Wildlife Park, Kilwa, Kunduchi, Wamimbiki na maeneo mengi nchini, kuhakikisha kwamba Watanzania wanahamasika kufanya utalii wa ndani kwa kutumia promotion mbalimbali zinazoendelea kwa kushusha na kuweka niseme shamla nyingi. Okay. Kuhakikisha kwamba watu wanafurahia kipindi hiki cha likizo time, holiday time, kuhakikisha kwamba wanakuja wanatembelea maeneo yetu ambayo tunahifadhi katika yaliyoko chini ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania. Kwa hiyo hilo ni moja, lakini usiachane na hilo la uhifadhi ambao ni kila siku, ni jukumu letu la kila siku kuhakikisha kwamba wanyamapori wanahifadhiwa au rasilimali maliasili za wanyamapori zinahifadhiwa nchini. Okay. Sasa. Na mpaka sasa mmekuwa kwa kiasi gani pia mkipokea wageni kutoka sehemu mbalimbali, hasa katika kuangalia wanyama na kutalii katika maeneo ambayo mnayasimamia? Nashukuru. Hilda, kwa kweli mpaka sasa tunaendelea vizuri. Hali ya utalii inazidi kuimarika katika hifadhi zetu. Tumekuwa tukipokea wageni kutoka ndani na nje ya nchi. Na maeneo mengi sasa hivi hususan tulionayo katika jiji la Dar es Salaam, kwa mfano tukiongelea hifadhi ya Pande na Kunduchi, magofu ya Kunduchi, utagundua kwamba utalii unakuwa sana na unapaishwa na Watanzania wenyewe. Okay. Ukiangalia idadi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam na viungo vinavyoizunguka jiji la Dar es Salaam, utabaini kwamba katika rekodi zetu utalii umeendelea kuimarika na namba imekuwa ikiongezeka siku baada ya siku. Mathalani kwa miaka hii ya karibuni katika pori la Akiba Pande tumekuwa tukirekodi zaidi ya watalii 5,000 kwa mwaka na kuendelea. Tunategemea itazidi kwenda zaidi na zaidi kufikia hiyo population tulionayo kutokana na sensa iliyofanyika katika jiji la Dar es Salaam ya zaidi ya watu milioni 6. Okay. Kwa hiyo ina maana bado kuna milestones za kwenda, lakini at least unaweza ukasema kwamba mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo ina maana, na pia watalii kutoka nje kutokana na initiatives ambazo zimekuwa zikifanyika na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na management yote ya uongozi wa Wizara ya Maliasili na Utalii, utabaini kwamba zile campaign au zile hamasishaji za Royal Tour na Amazing Tanzania, okay, zimekuwa zikiendelea kuvutia hisia za watalii kuja kutembelea hifadhi zetu zilizoko nchini. Kwa hiyo ukiangalia kweli
kwa idadi kitakwimu, na naelewa unafuatilia vizuri, utaona kwamba utalii unaimarika sana. Okay. Unaimarika. Sasa katika swala la uhifadhi wa wanyamapori ambao siku hii imelenga zaidi kuzungumzia hilo, na kubwa inaangalia vihatarishi ama zile athari ambazo wanyama wanaweza wakapata na namna ambavyo pia wanalindwa. Kwenu TAWA, jukumu lenu ni lipi hasa katika ulinzi wa wanyamapori? Umeuliza swali zuri Hilda. Ni kweli kwamba jukumu letu sisi kama TAWA namba moja ni kuhakikisha kwamba rasilimali wanyamapori na misitu, kwa sababu pamoja na mazingira yake zinalindwa, kwa sababu huwezi kutenganisha misitu, wanyamapori na mazingira yanalindwa katika hali ya katika hali thabiti, kuhakikisha kwamba wanyamapori hawa wanaendelea kustahimili katika maeneo yao ya asili. Sisi kama TAWA tumekuwa tukifanya wakati wote na majira yote shughuli za doria ambazo zinafanyika 24/7 katika masaa 28 siku 7 ya mwezi na mwaka, kwa sababu tunakuwa na vile vikosi maalum vinavyosimamia vya maaskari wetu ambao ni well trained, wanasimamia shughuli hizi za uhifadhi kuhakikisha kwamba hatua zinafanyika. Lakini pia tumekuwa tukihakikisha kwamba vitendea kazi madhubuti vinakuwepo, magari ambayo yanakuwa ni imara, ambayo yanaweza kapita kwenye njia zozote zile, ije jua ije mvua, kuhakikisha kwamba inafanyika. Lakini kingine ambacho kama TAWA imekuwa ikijikita nacho katika kuhakikisha kwamba rasilimali hizi ambazo ni urithi tuliopewa tuliachana na wazazi wetu zinaendelea kuwepo, ni kuhakikisha kwamba miundombinu inaboreka katika maeneo yetu ya hifadhi. Na hizo zote ni jitihada za viongozi tulionao katika management, kwa maana kamishna wetu Afande Kabange Mlage na management yake ya makamishna wasaidizi. Kwa hiyo haya yote yamekuwa yakifanyika, lakini matumizi pia ya sayansi na teknolojia. Sasa hivi hili na ndugu yangu Goodluck, uwezi ukaongelea uhifadhi bila kuunganisha na matumizi ya teknolojia. Kwa hiyo tumekuwa tukiendelea kutumia matumizi ya ndege nyuki ambayo yamekuwa sasa hivi ni maarufu, matumizi ya radio calls kuhakikisha kwamba tunawasiliana popote pale ambako vikosi hivyo vinafanyika, lakini pia kuhakikisha kwamba tunatumia matumizi ya CCTV cameras, kuhakikisha kwamba unaweza ukatrace road kills na poachers, kwa maana majangili wanapokuwa wameingia katika maeneo yetu ya hifadhi. Na kikubwa zaidi hili nisisite kusema, shughuli nyingine ni za kawaida za kiutawala, lakini hiyo la kiutalii na lenyewe, kwa sababu unahifadhi kwa ajili ya nini? Upate wageni wafike watalii, nchi iweze kupata watalii na mapato yaweze kuongezeka. Kwa hiyo haya yote kwa pamoja na kushirikiana na wadau wenzetu kwa masuala ya uhifadhi tumekuwa tukifanya sisi kama taasisi, kwa maana mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania kupitia hifadhi zake za mapori ya akiba, mapori tengefu na majumuiya za wanyamapori nchini. Sasa kabisa. Sasa unajua, umezungumza mambo mengi ambayo TAWA mnafanya na jinsi ambavyo mmejipanga kuhakikisha kwamba mnasimamia uhifadhi, lakini kwa sababu siku hii inazungumzia kuhusu uhifadhi wa wanyamapori, nataka jamii elewe kwamba swala la uhifadhi wa wanyamapori ni jukumu la nani hasa? Nashukuru sana Goodluck. Swala la uhifadhi wa wanyamapori ni jukumu letu sisi sote. Ndio. Ukifuatilia historia yote toka awali, enzi ya ukoloni mpaka sasa tulivyo baada ya kupata uhuru na kuendelea, utabaini kwamba zimekuwepo jitihada mbalimbali kutoka kwa viongozi wetu waasisi wa taifa, akianza na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hayati, ambaye mwaka 61 baada tu ya kupata uhuru alitoa tamko la Arusha Manifesto na kuhakikisha kwamba maeneo ya hifadhi yanatambulika, yanalindwa, yanahifadhiwa kwa nguvu zote kwa ajili ya matumizi ya wakati tuliokuwa nao wakati ule mpaka sasa na kuendelea. Lakini pia Goodluck, kwa kurejea kwenye swali lako hilo zuri uliouliza, utabaini kwamba katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 katika ibara zile za ibara kubwa ya 27 na ndogo 1 na 2 inatamka waziwazi kwamba ulinzi na usimamizi
ulinzi, usimamizi na uhifadhi wa wanyamapori ni jukumu wa raia wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ila ile mandate imepewa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Amiri Jeshi Mkuu kusimama kwa niaba ya Watanzania. Lakini na hizi taasisi unazoziona zimegatuliwa mamlaka haya ya kusimamia kama TAWA, TANAPA, Ngorongoro, TFS imetolewa tu kutoka kwenye hiyo sehemu ya hiyo katiba yetu ambayo ndiyo sheria mama ya nchi. Kwa hiyo kwa kujibu tu kwa ufasaha pasi na kuzunguka ni kwamba ni jukumu letu sisi sote na inapaswa kuwa ni shirikishi, kwa maana tunahitajika sisi sote tuungane, Watanzania wote, wadau wote wa utalii nje na ndani ya nchi, kwa ujumla wote tuweze kupambania kuhifadhi tunu hii au urithi huu tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo umetaja hapa taasisi mbalimbali. Tunavyozungumzia Ngorongoro tunafahamu kwamba wao wanafanya kazi ya kuhifadhi eneo la Ngorongoro, si ndio? Pale ambayo inakuwa chini ya mamlaka ya NCA. Lakini tunavyozungumzia TANAPA ni kwa ajili ya hifadhi, ni kwa ajili ya mbuga za wanyama. Lakini tunavyozungumzia TFS tunazungumzia misitu ambayo tunayo na vitu ambavyo vimo humo. Tunavyozungumzia TAWA ni maeneo gani hasa ambayo nyie mnasimamia? Maeneo ya namna gani? Swali nzuri sana Goodluck. Sisi TAWA tunasimamia maeneo yote yaliyo nje ya usimamizi wa TANAPA, Ngorongoro na haya ambayo umetaja ya TFS. Kwa maana ya kwamba unavyozifahamu hifadhi za taifa zote unaziondoa, lakini na Ngorongoro kwa upekee wake. Maeneo yaliyobaki yote, kwa maana yaliyobaki yote ikiwa ni pamoja na mapori ya akiba, mapori tengefu, jumuiya za hifadhi za wanyamapori ambazo zinatengezwa kwenye ardhi ya wananchi au raia wa Tanzania. Maeneo yote ambayo yanahusika na viwanja vya ndege, bandarini, tunasimamia sisi TAWA. Biashara ya uwindaji pia tunaifanya sisi kwa maana ya picha na uwindaji. Zote zinakwenda sawia. Alafu biashara ya sasa hivi ambayo pia imesimamishwa, lakini kwa usafirishaji wa wanyama nje ya nchi na kudhibiti vitu vyote hivyo tumekuwa tukisimamia. Lakini pia usisahau maeneo ambayo umesikia hivi karibuni yanapata umaarufu ya bustani za wanyamapori, zoos, ranches, breeding sites, zote unazojua nchini ziko chini ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, ndugu yangu Goodluck, kwa kulimazia hilo swali, mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania ina jukumu kubwa sana. Kwa maana kama unaongelea maeneo haya yote utabaini, kwa mfano takriban sasa hivi tuna mapori ya akiba 28. Zaidi ya 28. Maeneo tengefu zaidi ya 22. Jumuiya za hifadhi za wanyamapori za wananchi zaidi ya 23. Zoos zaidi ya 30. Maeneo ya breeding sites na mashamba ya wanyamapori ni mengi. Kwa hiyo jukumu letu ni kubwa na ni pana sana. Kwa wanyama wote wale wakishatoka TANAPA kwenye hifadhi hizo, mipaka yote ya TANAPA, Ngorongoro na kama na TFS kama kwenye misitu itakuwa nayo, basi atakuwa chini ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania. Ndio. Hapo tumekuelewa vizuri. Nashukuru sana. Na katika swala la ulinzi ambao mmekuwa mkilifanya, baadhi ya hifadhi hizi zipo karibu pia na makazi ya wananchi. Ni kwa namna gani mmekuwa mkiwashirikisha zaidi katika swala hilo la ulinzi? Nashukuru Heda. Ni kweli, kwa sababu pia maeneo yetu ya hifadhi hayana mipaka, hayana nini tuseme, yana mipaka lakini hayana uzio. Niseme hivyo, hayana uzio. Kwa hiyo ina maana ni likely wanyama watatoka kutoka maeneo ya hifadhi kwenda kwa wananchi. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya nini? Ya kwanza, kabla ya yote ni kuhakikisha kwamba tunafanya tunasema problem animal control. Mazoezi ya kupambana na wanyama wakali na waharibifu wanaotoka maeneo ya hifadhini kuja kwa maeneo ya wananchi. Hii ni jitihada kubwa imefanyika nchini sana. Kama umekuwa ukisikia kampeni imeendelea sana. Kuhakikisha kwamba wananchi wanalindwa pamoja na usalama wa uhai wao na mali zao. Hilo ni kitu cha kwanza. La pili, tumekuwa tukitoa elimu kwa wanajamii wanaoishi pembezoni au mpakani karibu nasi katika maeneo yetu.
na elimu imekuwa ni endelevu, kwa sababu elimu ndio kila kitu. Good luck. Ukimpatia mtu elimu kwamba hawa wanyama wana tabia hii, ukiona wanyama hawa fanya hiki, wasiliana na mamlaka iliyoko karibu na wewe wakati wowote, muda kwa uharaka iweze kufika na kutanzua changamoto zinazojitokeza. Lakini pia wananchi kufaidika moja kwa moja na shughuli za utalii na shughuli za hifadhi zinafanyika katika maeneo yale ambayo hifadhi zetu zimekuwepo. Tumehakikisha kwamba zile faida za moja kwa moja zinawafikia. Nafikiri ni wewe utakuwa ni shahidi umekuwa ukiona na ukishuhudia madarasa, labda ujenzi wa mashule, utoaji wa madawati, miradi mingine yote ya kunyanyua vipato vya Watanzania, ambayo kama ufugaji wa nyuki, uvuvi wa samaki kwenye maeneo yale mengine ambayo yako karibu na wananchi, ili waweze kujipatia vipato. Kwa hiyo hayo yote yamekuwa yakifanyika, na kubwa katika yote nimalizie hii ili nisiweze kunani zaidi, wananchi wamekuwa wakipata access ya moja kwa moja ya kujifunza kwa field trip, kwa maana ya mashule, maana ya vyuo, lakini pia kwa maana ya tafiti, kwa kufuata taratibu zile wanakuja wanajifunza, ili tuendelee kupata wataalamu wengine zaidi na zaidi. Sawa kabisa, na umezungumza vizuri kuhusiana na hiyo kurudisha kwa wananchi, lakini tuna changamoto pia kwa upande mwingine. Hasa sehemu ambazo wananchi wanaishi karibu na haya maeneo ambayo nyewe mnayasimamia, wanyama kuwa wanatoka. Sasa wakati mwingine wananchi wakiwaona wanapata taharuki, wakati mwingine wao wanyama wanauawa, au hao wanyama wanafanya uharibifu kwa mali za wananchi. Katika hilo una lipi la kusema? Nashukuru. Katika hilo nilionao ni kwamba huwa tunapenda kujiuliza sana sisi wataalamu kutoka tasnia ya uhifadhi, na swali ambalo tunawauliza pia wananchi wenzetu kwamba wanajihoji mara ngapi kwamba utu wangu upo wapi katika kuhifadhi turathi hizi ambazo tumekabidhiwa na Muumba wetu. Ni kweli kwamba kuna changamoto zinaweza zikatokea, lakini pia unapokuwa na uelewa mpana, unaweza ukatumia katika kutanzua changamoto zaidi ya kuharibu zaidi. Kwa hiyo kwako nikitaka kujibu swali hilo vizuri, good luck, ni kwamba kwanza, namba moja, tunapenda kama tulivyoanza awali kusema kwamba swala la uhifadhi na kwetu sisi sote. Kwa hiyo lazima tukubaliane kwamba faida na hasara zitakazopatikana na masuala ya uhifadhi ni za kwetu sisi sote. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mara nyingi tunaona faida zinazidi hasara. Ndio. Mara nyingi sana, kwa sababu tukiangalia uhifadhi sasa hivi kama unavyo contribute au unavyochangia pato la taifa, ni wazi na wewe utakubaliana na mimi kwamba tukisema leo tuache kuhifadhi au utakubaliana na hilo swala. Kwa hiyo lakini pia ni wazo la kibusara kuhakikisha kwamba wananchi hawapati kadhia kubwa, ikiwa ni pamoja na kupoteza maisha yao na mali zao pale uhifadhi unaposhirikishwa. Kwa hiyo la kwanza, wito wangu au maoni yangu ni kwamba ni lazima tuanze na utu kwanza. Utu na uzalendo ndani yetu. Angalia nchi zilizoendelea, utakuwa na wewe pia ni muumini wa hili. Raia wa kawaida akimkuta mnyama haanzi kumuua. Ndio. Haanzi kumpiga, hata kama ni mnyama huyo ni mkali kiasi gani. Atachukua precaution ya yeye kujiabstain, kujiondosha mbele ya uso wa yule mnyama, hata kama ni dubu, ni dubi, inaota dubu wale wakali kabisa. Anakimbia mbali, anajifungia, anapiga simu, anatoa taarifa. Kama ni mnyama mwingine ambaye ni wa kawaida, ambaye anaweza akawa subdued au anaweza kukamatwa akafanya nini, basi anatoa mamlaka kwenye mamlaka husika, wanakuja wanamshika. Yeye mwenyewe akiweza, kama ana utaalamu ule, anamshika, anamwakilisha kwenye mamlaka zinazohusika. Kwa hiyo niseme hivi, wito wangu ni kwamba ni lazima tuanze kujifunza utamaduni ndani ya mindset zetu wa kuwatambua kwamba wanyama sio adui. Wanyama sio adui pia. Yaani mnyama, sisi binadamu ndio tumepewa IQ kubwa ya kutambua jinsi gani ya kuwalinda, kwa hifadhi kabla yeye hajafanya chochote. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, unaweza ukalead mindset ya mnyama ukiwa mbali kabla hajafanya tukio la aina yoyote, awe nyoka, awe simba, awe mnyama yoyote. Wewe umewahi kujiuliza kwa nini wahifadhi, sisi tunafanya doria,
24/7 nimesema, lakini ndani kuna simba, kuna chui, kuna tembo, lakini record za wahifadhi kufa, unajua kutokana na wale wanyama zinakuwa ni very minimal, zinakuwa mitigated. Zinatokea mara chache lakini zinakuwa mitigated. Kwa hiyo sasa tunataka tulipitishe hilo kwa Watanzania wenzetu. Hiyo ndani ya, unajua, katika mindset zao watambue kwamba mnyama kumuona akiwa ametoka hifadhini kuja katika maeneo ya wananchi, si kwamba moja kwa moja uanze kumwataki, umuumize au muue. Unaweza ukajitoa mwenyewe, ukajihifadhi kwanza, ukatoa taarifa kwenye mamlaka. Uzuri siku hizi namba zinakuwepo. Tunawapatia namba kwenye hizo elimu, hata kwenye vyombo vya habari kama hivi. Tunatoa namba, unatupigia simu, tunafika, tunamchukua yule mnyama, tunamrudisha hifadhini. Kwa sababu gharama ya kumuua yule mnyama au faida nini, athari ya kumuua yule mnyama ni kubwa sana kuliko kuendelea kumhifadhi, kwa sababu anakuwa na umuhimu katika mfumo wa ekolojia na umuhimu katika kuleta watalii na kuja kutalii wakiwemo sisi wenyewe wa Tanzania. Na sasa pengine katika utoaji huo wa elimu, mbinu zipi na mawasiliano pia ambao wanaweza wakapiga pale ambapo mtu anaweza akapata na akapatwa na hali kama hiyo? Mbinu kwa wanyama pia tofauti ambao mbinu tofauti wanafika kwenye makazi. Nakumbuka kwamba kipindi fulani mliwahi kutrend sana. Sasa mlikuja hapa kwenye kipindi ukasema kwamba mfano kama mamba anatakiwa umtoboe macho. Sasa watu wakawa wanauliza, sasa mamba unafanyaje mpaka unamtoboa macho? Unawezaje? Kwa mfano ni kweli swali zuri Hida ameuliza, na hiyo ni kwa kusema kweli ni elimu pana sana ambayo sijajua leo utakuwa na muda gani tunaweza kuongea. Na unakumbuka kama alivyosema ndugu yangu Goodluck hapa, tuwahi kuja na mtaalamu mwenzangu, mtaalamu wa mamba, na mimi nilikuwa naelezea kiboko, siku nakumbuka. Na tuna tembo, tuna wanyama wengine kama chui, fisi na kadhalika. Lakini kikubwa cha kwanza kabisa kwa uharaka general yani kwa ujumla tu, kwa sababu si elimu sana mpaka nije tena au tuje wakati huu niite tena au tuite wakati mwingine. Lakini kikubwa kwanza ni kuacha kuishi kimazoea na wale wanyama. Mnyama pori siku zote anakuwa treated kama vile mnyama mpya. Usiseme kwamba mimi bana nimeishi sana, nimewazoea au wanangu tu. Si unajua ni kwa mtindo huo maneno ya kupuuza. Hii sio maneno mazuri, kwa sababu ni mnyama pia akifika eneo ambalo anaona ni geni, aje studio hapa aone namna hii, anaona anagafika, hapa ni wapi? Lazima ataleta vurugu. Ataleta vurugu hata kama alikuwa ni mpole, docile kiasi gani, atahisi kwamba hapa ni kwenye confinement au kuna nimetaitiwa, kwa hiyo lazima nijitetee. Kwa hiyo la kwanza ni kuwaona wanyama wale kama ni wanyama pori, wana tabia za wild, unajua ambazo wanaishi kipekee. Sio mnyama ambaye wewe unapaswa kumentertain kwamba kila siku atakuwa kama unavyomtegemea. Kitu cha kwanza. Lakini cha pili, tabia za mazoea kupita maeneo ya mipakani na maeneo ya hifadhi ukiwa umekunywa pombe au katika akili yako sawa. Kwa sababu unakuwa au haujitambui. Hata ukisikia mlio ule wa mnyama anakutisha, tembo anakutisha kwamba nikajua wanyama ndio hawapendi. Na pia harufu inaweza kumfikia. Harufu inaweza kumfikia Goodluck. Hizo na kufanya kelele, kwa sababu unaweza kumuona wewe tena ukaendelea kushout baadaye wewe kuchukua nafasi kama nilivyosema kuchukua tahadhari ya kujitoa. Lakini pia kingine ni sisi kuacha kufanya shughuli zetu kwenye vile vyanzo vya maji na maeneo ya uhifadhi mita 60. Unajua mtu anaona hifadhi imeanzia hapa au vyanzo vya maji ambako anakuja kunywa wanyama ni hapa, anaenda kulima cabbage analima, unajua, au anatengeneza nyumba yake mdomoni mwa mpaka wa hifadhi. Automatically Hilda na Goodluck, wanyama hapa unajua watafika. Kwa hiyo vile vyanzo vya maji au mipaka iliko, kuzingatia matumizi bora ya ardhi, mipango ya matumizi bora ya ardhi na kukaa mbali na maeneo ya hifadhi. Kwa sababu Tanzania ni kubwa. Tumejaliwa eneo kubwa sana. Mara nyingine Goodluck unajiuliza ni kwa nini mtu akajenge mita 30 unajua kutoka eneo la hifadhi. Wakati maeneo, wewe ni shuhuda, utaona Tanzania bado kuna sehemu nyingi sana hazijatumika. Kwa hiyo haya ni mambo ya haraka ambayo unaweza kuyasema Hilda. Lakini tukiyazingatia hayo na kuendelea kuzisikiliza
Kwa mfano kama vyombo vya habari hivi vinatuleta, tunakuwa tunaelezea tabia mbalimbali za wanyama, nini cha kufanya, usipuuze. Kama kipindi kile tulisema, mamba akiwa amekuweka kwenye eneo lake, basi una kitu chenye ncha kali, mtome tumboni au kwenye macho, au kama una kabisa basi kwa maana kucha zako kwenye macho, umpatie mawenge ya kuachie. Unaona, kwa hiyo mambo kama haya unajua, na usiyapuuze, kweli nakwambia. Usiyapuuze kwa sababu sisi tumekuwa tukiishi nayo. Yani yako ndani ya fingertips zetu huko hifadhini tunayatumia na tumeendelea kusalimika. Na maana unaniona hapa ile na good luck. Niko huko kwenye kucha sasa kufikia mama. Ushakutana na nani hatari ya kukutana yani uso kwa uso mnyama mkali huyo hapa? Tunakutana nao, ila kuna wale ambao wamekutana nao wakashambuliwa. Kwa maana ya wahifadhi wenzetu askari, na nimekutana naye yani uso kwa uso. Mnyama bado nimekutana naye uso kwa uso. Mimi nimekutana na simba. Uso kwa uso. Simba na chui, uso kwa uso. Na bahati nzuri simba kwa kweli tuonana naye uso kwa uso wakati huo tunafanya shughuli unajua za doria, niangalia tu. Unajua simba ana mapuuza. Unajua akishakuona hivi anakuangalia ufanye kitu chochote. Unajua kwa maana ukishamuona kama hivyo unaosema, labda nimseme hiyo hapo nilikutana na scenario hiyo, unarudi nyuma bila kwa ujasiri, usianguke wala usipige kelele wala nini. Unarudi tambo zako nyuma taratibu. Unajua kuhakikisha kwamba umletee bugdha. Huko unaendelea kumwangalia. Huko unaenda kumwekea macho mbele kumwangalia. Usimgeuzie mgongo. Wewe bado unajua atafanya nini. Anaweza ataona kuna kitu, unajua Lakini wewe unakuwa kama anaona ile judging distance. Unajua mnyama pia katika kuangalia anaweza kawa haoni vizuri sana kwenye zile cons na rods. Sasa hapo tuna masuala ya kisayansi, unajua Lakini ni kwamba ni uwiano, uwiano huo. Kwa hiyo anaweza asione kwamba wakati unarudi nyuma kwa utashi mzuri, asigundue kama unarudi nini nyuma. At the end of the day anasikia tu umefanyaje? Umetoweka. Kondo ulifanya hivyo? Nilifanya. Kwa chui? Kwa chui mara nyingi ni mnyama ambaye akikuwa. Kwa chui huwezi sema utakimbia. Chui haukimbia. Ila chui anakisha tena mara nyingi anaweza kukuspot kabla wewe kwa sababu anapenda kukaa juu ya miti, amepumzika, anakuangalia tu. Unajua akiona una reaction naye anaweza akafanya na yeye reaction ya haraka, very spontaneous, very niseme rapid sana. Lakini kwa chui akishakuona na ile leo mnaenda kufanya kambi ya kuweka doria, basi utamuona kwamba anaweza akashy out. Ni mnyama ambaye anashy out sana, anaweza kupisha kuliko simba. Akaona mti yani makazi yangu nao wameweka tent zao hapo kwa ajili ya doria, akiangalia anaweza akatoka akahamia mti mwingine. Tofauti na simba. Simba unatakiwa uondoke. Wewe unatakiwa uondoke. Unajua labda tu afike sehemu aone kwamba kuna sababu, akitumia hekima yake aone kwamba nikupishe. Lakini hali halisi ndio hiyo good luck. Sambamba na siku hii ya uhifadhi wa wanyamapori duniani, mmekuwa pia mkifanya makongamano lakini na mikutano ya kuzungumza kuhusiana na teknolojia hizi za kuwezesha zaidi uhifadhi kwa namna mbalimbali. Kwa sasa nini ambacho mnakuwa mnakifanya katika hili? Nashukuru sana Hida. Yaani kadri siku zinavyozidi kwenda nyinyi wewe na good luck mnazidi kuwa hifadhi zaidi. Kwa maana maswali yenu yanakuwa ni maswali yamesheheni taarifa nzuri sana ambazo watazamaji wetu wanapaswa kuzisikia. Naomba niseme hivi, kabla ya awali yote ya kujibu swali lako Hida, nikukumbushe kwamba Umoja wa Mataifa kupitia masuala ya uhifadhi, masuala ya uhifadhi na kulinda uhalisia wa wanyama, kuna shirika linaloitwa IUCN, kutokana na tafiti zake zilizofanyika mwaka 2023 zimeipatia Tanzania hype nzuri sana katika masuala ya uhifadhi. Kwa sasa naomba niwahabarishe umma na nitumie fursa hii pia na utambue kwamba Tanzania imetambulika kwamba ni nchi ya kwanza barani Afrika kwa kuhifadhi simba wengi, takriban 17. Tukifuatiwa na Afrika Kusini ambao wana simba 3,300 hivi na Botswana 3,064. Hiyo ya kwanza simba. Pia tumekuwa wa kwanza barani Afrika kwa kuwa na wanyama aina ya chui. Chui tunao zaidi ya 24. Alafu ni wa kwanza barani Afrika kwa kuwa na nyati mbogo wengi 225, tukifuatiwa na South Africa kwa maana Afrika Kusini ambao wana 46 na Msumbiji 45.
alafu pia watatu kwa kuwa na tembo barani Afrika wengi 60,000 kwa sasa. Okay. Sasa utagundua nini? Kwa nini nimesema hivyo? Nimefanya hivyo, hizo ni kwa mujibu wa hiyo taarifa ya IUCN ya mwaka 2023. Angalia jinsi gani Tanzania tulivyo na sifa nzuri ya kuwa na hizi maliasili tulizo nazo. Sasa kutokana na hilo kumekuwa na miendelezo ya vikao maalum vingi vikifanyika nchini Tanzania, pamoja na hii siku ya leo kama unavyoitambua ya tarehe 4, yeah, ambayo asili yake imeanzia huko Marekani katika kutambua umuhimu wa kuhifadhi wanyamapori. Ndio. Nchi yetu, serikali yetu pamoja na vyombo vyote, ikiwa ni pamoja na watafiti, wahifadhi, wadau wa masuala ya uhifadhi, maana mashirika hayo yanatamka kama nimetamka IUCN, WWF, Wildlife Conservation Fund na Society na mengine mengi dunia, Nature Conservancy, yametambua kwa umuhimu huu. Sasa Tanzania iwe ni mwenyeji wa kuwa ina hosti vikao katika tarehe hizi 4 na 5 vya kimataifa vya kufanya ubunifu, kufikiria jinsi gani matumizi ya teknolojia yatatumika katika kutanzua changamoto za uhifadhi. Okay. Na ndio maana Goodluck, kwa kusema hivyo, na maana ni msifu dada yangu hapa Hilda kwamba ametambua swala lake limekuwa ni zito kidogo. Ni kweli ni kwamba sasa hivi Arusha, jijini Arusha, kuna kikao kinaendelea kwa siku hizi 2. Leo kwa umuhimu wa siku ya leo tarehe 4 ambao uasisi wake ulianza huko Marekani, na kesho 5 wanakaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Tanzania tuna hizo rasilimali maliasili ambazo zimetupatia nafasi ya kutembea kifua mbele duniani kote, kusema kwamba sisi ni Tanzania, we are proud of Tanzania. Tunajisifia turathi au tuseme hizi rasilimali maliasili tulizo nazo, na tuko namba 1. Unajua siku zote kuwa namba 1 inaweza kuwa ni rahisi, lakini kusalia kuwa namba 1 inaweza kawa ni changamoto. Ndio maana sasa unaona watafiti kwa umuhimu huo wanaona kuna sababu ya sisi watafiti na wanasayansi kuendelea kutambua umuhimu wa hizi sekta na hao wadau mbalimbali wanaoshiriki katika masuala ya uhifadhi, kuhakikisha kwamba tunahifadhi hizi rasilimali zisije zikatoweka au zisije zikapotea. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi, hata sisi pia tuna members wetu wako kule, wako wadau wa uhifadhi, viongozi wetu wakuu wapo kule, na wakati wako jijini Arusha kuhakikisha kwamba wanaliongelea hili na kusikiliza maendeleo ya teknolojia tulionayo duniani. Hapa Hilda napokuwa naongea maendeleo ya teknolojia hapa nalifumba sana. Niendelee ndani. Sasa hivi maendeleo ya teknolojia duniani yamejumuisha masuala ya uhifadhi, matumizi ya hizo ndege nyuki, matumizi ya AI, artificial intelligence, akili unde, katika kuhakikisha kwamba unaingiza hifadhi zako zinakuwa marketed kwenye soko la dunia. Lakini pia matumizi ya vifaa vya teknolojia kama virtual live. Unaangalia mnyama, unajua kuna watu wengine na umri umeenda Goodluck, tutakaposogea miaka hiyo 70 80 na hii bado nyinyi, lakini tutaendelea huko, tutasogea au hitaji kwenda hifadhini sasa mpaka utembee na magari na nini, uangalie, unaangalia kwenye chumba tu. Kinakaa kama teknolojia inaleta, unaona hifadhi zote. Unaweza kufika labda pale JNCI, kuna chumba maalum kimetengenezwa, si ndio? Kina display nini kinaendelea Ngorongoro, nini kinaendelea Selous, nini kinaendelea Wami Mbiki, nini kinaendelea. Kwa hiyo matumizi ya sayansi na teknolojia hayaepukiki, ambavyo ni sisi wataalamu au wataaluma wa uhifadhi tunapaswa kujifunza, kusikia, kuendelea na kasi nayo, ili tuhakikishe kwamba changamoto za uhifadhi zinatanzuka. Shukran, tunakushukuru sana Sanjo kwa ufafanuzi ambao umetutolea, na tunawatakia kila laheri katika hayo ambayo mnaendelea nayo, hasa pia kazi yenu kubwa ya uhifadhi wa wanyamapori. Shukran sana. Tukikamilisha hivyo, alikuwa na Sanjo Mafuru ambaye ni afisa mhifadhi mwandamizi kutoka TAWA.